Habari zenu waheshimiwa. Mimi nafikiri nitakwenda moja kwa moja kwenye mada yenye ambayo ilikuwa inahusiana na mambo ya ajira hapa Mombasa na changamoto kwa jumla, si ndivyo? Kwa sababu kuletwa hii mada ni vile ambavyo tuliona kwamba sijui kuna nafasi sijui elfu ngapi mheshimiwa zenye amesema. Na katika hizo nafasi nikiangalia katika vichwa vyetu sisi hapa, watu wengi tunaangalia mheshimiwa wetu Omar Mwinyi hapa Changamwe, ama si? Kwa sababu sisi tuko hapa Changamwe. Mimi sasa kimawazo wangu mimi nilikuwa ningeomba tu kitu kimoja mwanzo. Wajua tusisimame tukaanza kulaumu mheshimiwa mwenye yuko sahihi kwa uongozi kwa sababu ya ajira vile imetangazwa pale. Mwanzo kitu kimoja tukae tukijua kwamba zile nafasi si za Changamwe peke yake. Kenya Port nafikiri ni asset ya government, si ndivyo? Ni ya national government ile. Kwa hiyo kiletwa kama vile katika hizo 2000 tupige mahesabu tuangalie. Kwani Kenya nzima iko na watu wangapi? Iko na sub county ngapi? Kwa sababu utakuta katika ile Kenya Port hata mtu wa West Pokot pia ataletwa. Bora tu awe yuko na ile qualification ya kwamba anaweza hiyo kazi hapo. Hiyo port usipo labda ni mkazi wa Mombasa ama ni asisi bunge la Changamwe ambao tuko hapa. Ni ya Wakenya wote. Sasa mimi naona ilikuwa cha msingi mwanzo. Kwa sababu zile kazi zimetokelezea mwanzo tuamue, kwa sababu si una apply online, tuna apply. Ile ni mtoto nyara. Uende kama labda bahati zetu ziko hapo. Una apply ndio unaamua sasa mwenyewe unakuja kwa mheshimiwa, mimi mzee ni apply kwa sababu ndio na hii post mimi yanifaa kwa sababu nimequalify na hii post. Sio eti wewe kama mimi wabeba magunia lakini pale kwa takanas wewe utapata wapi? Si mwisho utanlomu mheshimiwa. Tuongeane kitu kweli. Alafu katika ile swala la Mombasa County wengine hapa wameingia waheshimiwa wenzangu wanaanza yani katika mawazo wao wanaanza kumlaumu mheshimiwa gavana katika ajira. Mwanzo mimi kimawazo yangu mimi na fikra zangu mimi naona katika gavana sahihi mwenye ambaye anaanza sasa kuonyesha ule uongozi wa ajira mwenye ambaye achaguliwa wala bagui ni mheshimiwa Abdulswamad Sharif. Kwa sababu kwanza ugatuzi kulikuwa na nafasi nyingi sana za kikatiba zenye ambazo ulikuwa kila mtu aajiriwe katika hii county. Ilikuwa tuzioni. Sisi tulikuwa tunajua kwamba kuna village administrator. Ilikuwa tujui. Na sio ukiangalia Changamwe wote wamejaa village administrator kupitia uongozi wa Abdulswamad Sharif Nassir. Tusike tukadanganyana hapa. Hizi nafasi na hizo nafasi zote zilitangazwa na watu waka-apply online, wenye wako na magodfather wakapata. Wenye kama kina sisi hatuna magodfather hatukubahatika. Kwa hiyo tukija hapa na hizi siasa za kwamba eti sisi tuko hapa, hiyo tusauni. Kazi mwanzo kwa sababu pote nikiangalia katika hizo nafasi hapo kuna paka yani wewe umesomea mambo ya pharmacy. Sasa mimi sijui kabisa maana pharmacy nini. Nitaapply hiyo kazi. Wewe kesho unamfuata mheshimiwa Omar Mwinyi nataka nafasi ya kazi. Na mheshimiwa Omar Mwinyi go katika ile bunge letu mimi na imani kabisa alikuja akatupanua akili, lakini sisi ndio tukao wajuaji tusidanganyane. Lakini pale mwanzo tulikuwa wajuaji. Tulivyojiona kama sisi wajuaji tukarudi kwa ujinga. Sasa ndio tunaona tunafaidika yale matunda ya mheshimiwa Omar Mwinyi sisi kama bunge. Alituita tu siku moja, chukueni 50,000 akatupima akili. Chukueni 50,000. Okay, take you are seated. Nitashika. Mimi nataka kuuliza ndugu yangu Kombo. Anatuambia mambo ati pharmacy code. Code ile kazi inayofanyika pale ni kazi ya container, kubeba magunia, kuosha koti, kuosha mieli majani. Hii kazi inahitaji mabarua. Nimekuelewa nipe. Kama so wewe wacha maneno yako na hii mara yako. Senior most anajiita senior most, si ndivyo? Anajiita senior most. Lakini hapa nafikiri wewe senior most yuko na simu, si ndivyo? Angalie katika zile kazi zenye zimekuwa advertisement. Nasema uongo? Angalie ni kazi gani na gani. Yeye
Yeye amekuja tu kwa kubeba magunia. Hata hiyo mambo ya marini, mpaka umesomea mambo ya marini. Wewe John utapelekwa mambo ya marini, unajua nini wewe kwa mambo ya maji? Kwa swali, naona unagusa vitu ambavyo Ni swali ama ni information? Nataka kupeana information hapa kulingana na Geuza kitu. kulingana na advertisement. Number 1 alikuwa amesema graduate trainees, administration assistant, artisan, technicians, pharmacy attendants. Hiyo ni amesoma wapi? Software, laboratory technologies, pharmaceutical technologies, assistant na pia master. Niambie watu wasome ni wapi hapa? Ndio maana ni mimi nikasema ni senior most mwenye ambaye hajielewi. Na nashukuru Mheshimiwa Kipruto umeniunga mkono. Na kama nitakuwa labda nimetumia lugha mbaya kwa bunge, naomba samahani speaker. Sasa mimi nilikuwa nimefika pale kwa Mheshimiwa Omar Mwinyi vile alivyotuangalia hapa. Si ndivyo? Alituangalia hawa ni wasaidie kivipi? Aliita tu viongozi watatu wenye ambao ni waadilifu. Walipofika pale wakapatwa 50,000. Alitutega akajua, je, hizi 50,000 zitapelekwa bunge zikanywe chai ama watazia kwa mfuko? Viongozi walijua kweli wako na mwelekeo mzuri ni bunge. Walifungua account. Wakakaa kwa muda mpaka ikawa kuna mvutano hapa bunge kuhusu hizo 50,000. Kweli uongo? Mwisho tukaamua katika hizo pesa zinazometoka na mheshimiwa tuanze mradi. Na mradi wenyewe sasa mimi nauona tu, na nyinyi nyote amwambie ni ule pale. Hizo 50,000 zilijenga kile kibanda kile pale. Tukaamua kile kibanda kile tusijenge tu tukakaa pale ndani, tutafute mradi. Tukafikiria ni nini? Mambo ya welding, si ndivyo? Tukaamua tutapata wapi mashine? Tusiwe eti tumebebwa basi tuachilie mikono. Sisi wenyewe tuliamua tuitie mikono mfukoni huku na huku, mwisho tukapata welding machine. Kweli uongo? Tukamfuata mheshimiwa bana, sisi tumepata welding machine. Na pale ni bunge kabisa. Tunataka kiasi cha kuwa pia zile vile kuna kuja hao wanahabari. Hiyo inaonekana kwa mitandao ama sivyo? Sisi tunataka kipaza sauti. Tusike kutoka danganyana hapa. Sisi tulipatiwa pesa ya kununua kipaza sauti. Hivi sasa mimi nina imani kabisa mheshimiwa spika mwenyewe ambaye yuko hapa sasa kwa flow anaweza kutoa ushahidi. Hii kama mbele imekuwa ni kazi yake. Ile kibanda sasa katika hii bunge imeajiri watu si watu 4 ama 5 wenye wanakulia kupitia ule mradi wa pale. Kuna tent, kuna viti venye ambavyo sasa tukikodishwa sisi, wao wanakwenda kufunga, wanapata kiinua mgongo chao. asante sana. Kweli uongo? Sasa kwa hiyo tukija hapa mwanzo tufikirie katika hizi kazi zenye zipo. Wewe kama umequalify bwana John, wewe apply mwanzo. Kama umequalify, apply mwanzo. Sasa ndipo njoo kwa mheshimiwa mzee. Mimi bwana vyeti vyangu hivi hapa na mimi nimeapply. Mimi mambo ya marini usiniulize. Degree yangu ino hapa. Acha kidogo mmalizie mheshimiwa kidogo uko na kongo. Sasa ukienda nalo tatizo uone, je, utasaidika ama utasaidika? Kwa kumalizia, mimi niwaambie tu kitu kimoja. Tusikae tukalaumu viongozi iwapo kama sisi wenyewe tumekaa na hatuna qualifications za zile kazi zenye ambazo zimetoka. Hiyo tuambieni tu kitu kweli. Sisi labda tumesoma tu mpaka form 4, tuko na D+ ni jeshi. Sasa Omar Mwinyi atachukua jeshi kichangamwe mzima. Wakija hapo hiyo na changamwe mzima registered vote ni wangapi? Zaidi ya 80,000. Kwa hiyo sisi wenyewe sasa tubuni mwanzo kama wabunge. Tuko na mradi wetu ule. Tufikirie sasa, je, tutopanua vipi? Ili kiasi cha kuwa kila mmoja afaidike na ile bunge kwa jumla. Asante sana. Kwa hiyo mimi kwa kumalizia niwaambie tu tusiwalaumu viongozi, tujiangalie sisi wenyewe, je, tuko wapi na tunaelekea wapi. Kwa hiyo mengi na machache, kama kuna mtu yote mwenye nimemkwaza